Leo tunaendelea katika somo la masala ya as-saum. Tuliangalia yale ambayo yanaharibu saum. Ama leo tutaangalia ashabul a'dhar, au watu wa nyudhuru wanaoruhusiwa kutofunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunafahamu kwamba Ramadhani ni faradhi kwa kila Muislamu, wa kike na wa kiume, baligh, mwenye akili na qadir ala saum, anaweza kufunga. Kuna baadhi ya makundi ambayo Uislamu umeyaruhusu yaweze kula katika mchana au ndani ya mchana wa Ramadhani. Ndiyo hao tutayatazama siku hii ya leo, baadhi ambayo tutaweza kuyaangalia katika darasa yetu ya leo hii. Kundi la kwanza, al-marad au al-marid wal-kabis. Ni kundi la wagonjwa na watu wakubwa, yani wazee. Fayajuzu lilmaridhi maradan yashukku ma'ahu siyamu alfitr. Inajuzu kwa mgonjwa ambaye ana maradhi ambayo akifunga atakuwa katika hali ambayo itasababisha maradhi hayo yasipone au kuchelewa kupona au kuzidi kwa maradhi yake. Mgonjwa mwenye sifa hizi Uislamu umemruhusu aweze kula katika mchana wa Ramadhani. Yani akifunga maradhi yataongezeka, akifunga maradhi yatachelewa kupona, akifunga atapata tabu sana katika funga yake kutokana na maradhi yanayomkabili. Huyu ni katika watu ambao Uislamu umemruhusu kwamba ale katika mchana wa Ramadhani. Na baada ya hapo atalipa zile saumu mafunga ambazo amekula ndani ya Ramadhani iliyopita. Fa idha bari'a wajaba alayhi qada ayyami allati aftaraha. Akishapona basi atapaswa kuendelea na saumu ndani ya Ramadhani na kulipa masiku ambayo alifungua katika Ramadhani. Ndani ya miezi isiyokuwa Ramadhani ataweza kuyalipa. Na haya ni kutokana na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura ya pili, suratul Baqara, aya 184. Allah anasema ayyaman ma'dudat, masiku ya funga ni masiku machache. Faman kana maridan, basi atakayekuwa mgonjwa. Faman kana minkum maridan, basi atakayekuwa miongoni mwenu ni mgonjwa. Au ala safarin, au yupo safarini. Fa'iddatun, atakamilisha idadi ya masiku aliyofungua. Min ayamin ukhar, katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Na pia kauli ya Allah isemayo faman shahida minkum ash-shahra, basi yeyote atakayeshuhudia mwezi, falyasumhu, na afunge mwezi huo wa Ramadhani. Waman kana maridan, na atakayekuwa mgonjwa. Au ala safarin, au yupo safarini. Fa'iddatun, atakamilisha idadi ya hesabu aliyozifungua. Fi min ayamin al-ukhar, katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Hii ni kundi la kwanza la mgonjwa ambaye maradhi yake anashuku kwamba akifunga basi saumu itakuwa ni ngumu sana kwake, au hayatapona au atachelewa kupona. Basi Allah subhanahu wa ta'ala akamruhusu mtu huyo aweze kula katika mchana wa Ramadhani. Na ndiyo mfumo na system ya Uislamu. Al-ma'murat kulluha mabniyatun ala al-istita'a. Maamrisho, principle, kanuni katika Uislamu yote yaliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ama yaliyofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala yafanywe, yamejengewa juu ya uwezo. Ikiwa uwezo wa kufanya unao, unatakiwa uyafanye. Ama ikiwa uwezo wa kufanya hauna, basi Uislamu ama sheria imekuruhusu kuacha kuyafanya mambo hayo.
Umeambiwa uswali, umesimama. Uwezo wa kusimama huna, kaa. Umeambiwa utoe zaka, huna uwezo wa kutoa zaka, wewe si wajibu kwako. Umeambiwa uende hija, ikawa huna uwezo wa hija, si wajibu kwako. Istitaa ndiyo imejenga utekelezaji wa maamrisho yote ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini makatazo ni tofauti katika Uislamu. Makatazo yenyewe ni moja kwa moja, hayana ninaweza au siwezi. Bwana mimi zina siwezi kuacha bwana. Bwana sigara siwezi kuacha bwana. Pombe siwezi kuacha bwana. Hilo jambo halipo katika Uislamu. Na principle au kanuni hii imejengwa kupitia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam isemayo, ma amartukum faatuhu mastata'tum wa ma nahaitukum fajtanibuhu. Mtume anasema yale ama kile ambacho nimekuamrisheni kifanyeni kadri muwezavyo, kadri ya uwezo wenu, na yale nilokatazeni yaacheni. Hiyo ndio kanuni ya Uislamu, imejengwa hivyo. Na ndio maana hapa mgonjwa akaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani kwa sababu ya ugonjwa wake. Lakini hii ni aina moja ya ugonjwa ambao unapona. Kuna aina nyingine ya mgonjwa au maradhi ambayo hayaponi. Wa amma almaridhu alladhi la yurja bur'uhu aw alajizu 'an as-siyam 'ajzan mustamirra kalkabir fa innahu yuftir wa la yajibu alayhi alqada' wa innazamuhu fidya. Ama mgonjwa au ugonjwa ambao hautarajiwi kupona, ugonjwa ambao hautarajiwi kupona, lakini ugonjwa wenyewe bado mtu akifunga atapata mashaka makubwa katika saumu yake, basi ugonjwa wa aina hii hukumu yake si kulipa baada ya Ramadhani, sababu ataraji kupona. Hukumu ya huyu ni kwamba atalipa kibaba au atalipa kibaba. Tutakuja kuona huku katika mazungumzo yetu. Na hili katika na ile anaingia mwingine hapa ni yule ambaye hawezi kabisa, kwa uzee alionao, ajuza, kikongwe, hawezi kutekeleza ibada ya saumu. Huyu pia anaingia katika fungu la mgonjwa asiyetarajia kupona, naye atafungua katika Ramadhani, atapaswa kulipa kibaba baada ya Ramadhani. Anza kusema mtu bana, kila maradhi bana yanapona bana, Mwenyezi Mungu ndio anaponesha. Hata kama unaumwa vipi, Allah ndio mponyaji, kwa hiyo hakuna maradhi yasiyopona. Naam, ndio. Hata lugha iliyokuja hapa almaradhu alladhi la yurja bur'uhu, maradhi yasiyotarajiwa, yani ni asilimia chache kupona, yasiyotarajiwa. Sio kwamba hayaponi. Allah akipenda anaponesha hata maradhi yao ya aina yote yale, anaamua mwenyewe. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Jambo la Allah akilitaka anasema kuwa na linakuwa, hakuna mushkili katika hilo. Lakini matabibu na atibau na wanadamu wanaweza kuthibitisha maradhi haya huwezi kupona. Hayo ni hali ya ubinadamu. Haya ndio tunayozungumza sisi. Wakathibitisha matabibu kwamba maradhi haya shekhe ndio basi tena, hatua hii ya sukari ulionayo kupona ni muhali. Labda kwa nini? Kwa miujiza wanasema hivyo. Na ikawa hatua yenyewe ya sukari ukifunga pia ni mashaka makubwa, basi hapo wapaswa kufungua. Au mwenye maradhi hayo Allah alomtahini, basi anapaswa kufungua. Na hapo akaingia pia ash-shaykhul kabir idha lam yatiq as-siyam. Akaingia pia mgonjwa mkubwa, mtu mzima, ima wa kiume ajuza ama wa kike, wa kiume ajuza au wa kike kikongwe, wote ni ama ajuza, wakawa hawawezi kabisa kutekeleza ibada ya saumu kutokana na uzee wake. Uzee ni maradhi kabla ya maradhi. Hawa pia wanaingia katika kundi ambalo wanaruhusiwa wao kula katika mchana wa Ramadhani. Na hukumu yao hawa, watalipa saumu hiyo kwa kulipa kibaba. Na hii ndio asili ya saumu. Zile hatua za mwanzo za kufaradhishwa ibada tukufu ya saumu ilikuwa ni khiari. Mwenye uwezo wa kufunga alikuwa mwenye kutaka anafunga, asotaka yeye anaweza kutoa kibaba tu, ambao ni sawa na kilo 1.5 au kilo 1.5.
ilikuwa ni khiari wakati saumu inateremshwa kabla. Kwa hiyo kama ilikuwa mbadala wa kufunga kipindi kile ni khiari, ni kutoa 1.5 kilo kwa kila siku, basi ndivyo hivyo hukumu ya mtu ambaye hawezi kufunga katika Ramadhani kwa maradhi yasiyotarajiwa kupona, au kwa nini, au kwa uzee uliokithiri, basi atapaswa mtu huyu kufanya nini? Kulipa 1.5 kilo katika miezi katika muda, katika siku ambazo amezifunga. Allah anasema wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na wale ambao hawawezi kufunga watatoa fidia ya kulisha chakula kuwalisha maskini. Anasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fi shaykhul kabir wal mar'atul kabir la yastati'ani an yasuma falyat'ama kama kana kulli yawmin miskina. Anasema Abdullah ibn Abbas sahaba mkarim radhiyallahu anhuma, anasema ama mtu mzima wa kike au wa kiume, basi hawa watawalisha maskini pahala pa kufunga. Manake masiku ya kufunga badala yake atawalisha maskini. Kama ilikuwa mwezi wa Ramadhani hiyo ni masiku 29, atapiga hesabu ya 1.5 kilo mara 29. Kama ilikuwa Ramadhani hiyo imefungwa siku 30, atapiga hesabu ya masiku ya 1.5 kilo mara 30. Hii ndio hesabu atapaswa ailipe yule ambaye hawezi kufunga, ima kwa maradhi yasiyotarajiwa kupona, au mzee ambao umri wake umekwenda, ambao hawezi kufunga saumu ya Ramadhani. Hili ni kundi la kwanza ambalo limezungumzwa na sheria na ruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. Kundi la pili, as-safar, yule ambaye yuko safarini. Na safari hapa tuiweke wazi, ni safari yoyote ile. Safari yoyote ile bila kujali aina ya safari, alimradi nazingatiwa hiyo ni safari katika jamii husika. Na wanachuoni wameweka mipaka ya safari. Katika baadhi ya vitabu vya sheria wameandika ni masiru yaumin wa laila, ni mwendo ambao mtu anaweza kutembea kwa mguu mchana mmoja na usiku mmoja, takriban masaa 24. Hapo mtu anapaswa kuanza kukadiriwa kwa hapa anaruhusiwa kufanya nini? Kufungua. Lakini ikaja pia kupigwa hesabu kuanzia kilomita takriban kilomita 25 85, hapa mtu anapaswa kuanza kufungua. Na swala pia anaweza kupunguza swala zake. Kwa hiyo masafa ya kuanzia kilomita 85 mtu anaruhusiwa kufungua bila kujali mashaka ya safari. Na kusudia nini? Mtu anaweza kuwa anatoka hapa mpaka Dodoma kwa masaa mangapi? Kwa masaa 4 mpaka 6. Masaa ni machache tu haya. Lakini mtu mwingine anaweza kutoka hapa mpaka Dar es Salaam kwa dakika 45 au lisali moja, kutokana na vyombo vya usafiri vyoko hivi sasa. Sasa hivi mashaallah Iringa tuna Air Tanzania. Sasa huwezi kusema kwa kuwa anatumia lisali moja basi mashaka hakuna, ruhusa iko pale pale. Ruhusa haiangalii usafiri ulikuwa mwepesi au usafiri ulikuwa nini, ulikuwa ni watabu. Safari ilikuwa ni nyepesi au safari ni ya taabu, alimradi imekidhi vigezo vya safari, basi mtu anaruhusiwa kupunguza swala zake, na pia anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. La kwanza. Lakini la pili, hii ni ruhusa. Kuna ruhusa na kuna wajibu. Maana ruhusa maana yake ana khiari mbili. Akiona anaweza kufunga, masha Allah ameruhusiwa kufunga. Akiona asifunge, masha Allah sheria inamruhusu. Lakini akumbuke mzigo wanao wa kulipa baada ya Ramadhani. Kwa hiyo khiari ni ya kwako wewe msafiri, utachagua lipi ni bora kwako wewe. Na zimethibiti hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam annahu raa ba'd as-sahaba, aliona baadhi ya masahaba wakifunga wakiwa katika safari, na mmoja akawa amezungukwa na wenzake, wakawa wanampepea na kummwagia maji, yuko hoi.
Tunafahamu safari za zamani ni ngamia, umeweka zako mizigo, unatembea hapa Dar es Salaam na siku kadhaa unaenda Dar es Salaam. Mtume akawaambia laisa minal birri as-siyam fi safar, si katika wema kufunga safarini. Kana kwamba usijitie ucha Mungu huo mpaka unataabika wewe unafunga tu. Ruhusa ipo. Hali kadhalika mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuona mtu amefunga akiwa safarini, akiwa hajafunga akiwa safarini, na bado pia hakumwambia chochote kile. Na pia aliona watu wamefunga safarini na pia hakuwakataza. Kwa hiyo hili jambo ni ruhusa, maana yake ni khiari wewe unayo ya kufanya utakavyo. Nimesema sio safari yoyote, ni safari zote nimesema. Lakini wameweka kaidi wanazuoni, ni safari isiwe ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa unakusudia kwenda kufanya jambo la dhambi sio la shari, maana yake safari hiyo haisabiki, ni miongoni mwa safari unataka upunguze swala zako au ule katika mchana wa Ramadhani. Gogoro sasa zama zetu sasa hivi, sasa gogoro la zama hizi, umetoka asubuhi alfajiri mnakwenda kuangalia dabi mkoa fulani, timu kubwa katika nchi zinacheza. Je, tufungue? Nyewe wanaje mashekhi? Tufungue. Tufunge. Kwa kweli ukiangalia kuna shubha nyingi katika jambo hilo. Iliyokuwa sahihi ufunge shekhi. Alafu tuuliza hukumu ya mpira baadaye. Tuzungumzie hilo. Kwa safari, hata kama umekusudia kwenda kumtembelea ndugu yako, umeipanga bana, mimi nataka nitembelee ndugu yangu mwezi wa 3. Au hujapanga lakini mashaallah umepata pesa, bana pesa hizo unazopata muda mrefu sijatembelea wazazi, ndugu yangu fanya sijamtembelea, haitakuwa ni hila hiyo. Utaenda mashaallah kumtembelea na utafungua. Lakini isiwe ni hila sasa kwamba mimi nakusudia kabisa Ramadhani kali bana hii, tengeneze safari niende sasa hivi niwe na uhuru wa kula mchana, talipa kidogo. Sinaenda nakaa wiki nzima kule. Na baada ya Ramadhani kuna miezi 11. Kwa hiyo nitalipa kidogo, hata kila mwezi siku moja zitaisha siku 7. Hapo sasa hiyo ni hila unafanya. Na Mwenyezi Mungu anafahamu hiyo ni hila au sio hila. Tumeelewana? Alimradi ruhusa ya kufungua safarini iko wazi, safari ambazo ni za halali. Yoyote ile sawa mashaka yapo katika safari hiyo, hakuna mashaka, tabu zipo au hazipo, safari ni safari. Allah anasema katika suratul Baqara, sura ya 2 hii aya 184, faman kana minkum maridan, ama tapokuwa miongoni mwenu mgonjwa, au ala safarin, au yupo safarini, fa'iddatun, atakamilisha idadi ya masiku aliyoyafungua, min ayamin ukhar, katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Ni ushahidi kwamba haya natakiwa uyalipe. Na nyingine ile tuliyosoma pale mwanzo, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, atakao hudhuriwa akashuhudiliwa na mwezi ukamkuta yuko hai na afya yake afunge. Wa man kana maridhan, na yeyote atakayekuwa mgonjwa, au ala safarin, au yupo safarini, fa'iddatun, atakamilisha idadi ya masiku aliyoyafungua, min ayamin ukhar, katika masiku mengine yasiyokuwa Ramadhani. Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallam liman sa'ala 'ani as-siyami fi as-safar, na pia wa kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipomjibu yule mtu ambaye aliuliza juu ya kufunga unapokuwa safarini, alisemaje? In shi'ta sum, ukitaka funga, wa in shi'ta aftir, na ukitaka usifunge, kula mchana, khiyari. Wa kharaja ilayya makkatan sa'iman fi ramadhana, na Mtume sallallahu alionekana wakati mmoja akitoka katika mji wa Makka kwenda katika safari moja wapo akiwa amefunga, na akiruhusiwa. Falamma balagha al-kadid aftara, akiwa safarini, katikati ya safari akapiga kwenye safarini, katikati hajafika endako, mchana muda wa kufuturu hujafika, akafuturu, akala mchana. Huenda alikusudia afunge, lakini ile mashaka ya safari akaona hapa nitakuwa kufuturu. Hili pia linaruhusiwa. Umekusudia kufunga katika safari, lakini mashaka yakawa ni mengi katika safari. Inawezekana safari ni fupi tu, kutoka hapa mpaka Morogoro au Dodoma, lakini umefika njiani gari imeharibika.
mara mmechukua spana, mmeingia chukua jeki, pandisha nini, mara hili na nini, katabu kweli, ngoja nifungue. Kwa hiyo pia hata hilo linaruhusiwa. Aftara fa aftara an-nas, mtume alifungua akiwa safarini na aliyokuwa nao pia wakafungua pamoja naye mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jumla ya mambo: yubahu al-fitru fi as-safari at-tawil alladhi yubahu fihi qasr as-salah, ni halali ya ruhusiwa kufuturu ama kula mchana uwapo safarini. At-tawil, safari ndefu, alladhi, safari ambayo, yubahu, ya ruhusiwa katika safari hiyo, fihi, katika safari hiyo, qasru, kupunguza swala, qasru as-salah, kupunguza swala. Wa huwa ma yuqaddaru bi 48 mila, nayo inakadiriwa ni maili 80 na maili 88 84 40 hapo ameweka maili 48, au sio? Maki lugha numbering hizi 8 hizi, wa 40 mila 48, na baadhi ya vitabu wamesema 85. Kwa hata 40 hivi ni kutoka hapa na wapi? Utaona visafari vifupi tu, si ajabu hapa na Pawaga tayari utakao futuru. Sababu ni 70 ngapi kilomita hapo? Ifika maili Makambako utakao futuru. Ai hawalai 80 kilomita. Anasema ni sawa na ni sawa takriban, inakaribia na kilomita 80. Hayo ni maeneo ambayo mtu anaruhusiwa kufungua. والسفر المباح الفطر في رمضان هو السفر المباح, na safari inamhalalikia mfungaji kukula katika mchana Ramadhani safari ya halali. Fa in kana safaru ma'asiyan au safaran yuridu bihi at-tahayul ala al-fitri, ikiwa ni safari ya kumwasi Allah au safari ya mtu kutaka kukimbia swala nini la kufunga ili ale mchana, lam yubih lahu al-fitru fi hadha as-safar, hataruhusiwa kufuturu katika safari hiyo. Wa in sama al-musafiru sahha sawmuhu, na msafiri akifunga saumu yake iko sawa, yani imesihi. Wa ajzaahu, na atalipwa kwa saumu hiyo. Wa li hadithi Anas radhiyallahu anhu, kwa hadithi ya Anas radhi za Allah za juu yake, anasema kunna nusafir ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tunasafiri makisama za mtume pamoja na nabii wa Allah, rehma na amani za juu yake. Falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-sa'im, hakupata kumdhihaki aliyefungua dhidi ya aliyefunga. Yani wewe kwa nini unakula safarini bana, wewe uliofunga mashallah vizuri. Na pia hakupata kumdhihaki aliyefunga dhidi ya aliyefungua, au aliyefungua dhidi ya aliyofunga. Wewe kwa nini bana unafunga katika mchana Ramadhani bana, lakini wewe ulofunga mashallah. Wewe kwa nini umefunga katika safari, lakini wewe ulofungua mashallah. Wote alikuwa anaweka na jambo ni sawa tu. Falam yu'ibu as-sa'im 'ala al-muftir, hakupata kumdhihaki wala kumwaibisha aliyefunga dhidi ya aliyofungua, wala al-muftir, wala aliyefungua dhidi ya 'ala as-sa'im, dhidi ya aliyefunga. Walakin bi shartin alla yashqa alayhi as-sawm fi as-safar, lakini kwa shariti yule aliyofunga isije kampa tabu, mashaka makubwa katika safari yake. Fa in shaqqa alayhi, akipata mashaka makubwa, au adarra bihi, au akapata madhara kwa kufunga kwake, falfitru fi haqqihi afdal, basi katika hali hii ni bora afungue. Akhdhan birrukhsa, ili kuchukua ruhusa aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kula safarini. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, sababu Allah rahmatu juu yake, anasema raa fi safari rajulan, alimuona safarini mtu mmoja, sa'iman, amefunga, qad dhullila alayhi min shiddati al-harri, amewekewa kivuli kwa sababu ya joto kali lilompata mfungaji huyo. Watajammaa an-nasu hawlahu, na watu mkusanyika mbele yake wanamshangaa. Faqala, mtume akasema, laysa minal birri, si katika wema, as-siyam, kufunga, fi safari, mtu anapokuwa safarini. Tayib, la mwisho watu ambao wanaruhusiwa kufunga, la pili kabla ya la mwisho, al-haidh wan-nufasa, mtu aliyoingia kwenye ada ya mwezi naye pia anapaswa afungue.
Tulizungumza hile siku kama tunazungumzia masuala ya kujitolea damu, tukagusa jambo hili. Tukaangalia hikma ya kisayansi ilipokataza mtu kufunga anapofanyiwa hijama au chuku au kuhumikwa. Pia tukaunganisha na swala zima la nini la haidh tulizungumza hapo. Na hii jambo la haidh na nifasi, haidh ni ada ya mwanamama imtokayo kila mwezi, ada ya siha, hii ni uzima kwa mama. Wa nifas ni ada ya mwanamama baada ya kujifungua, inaitwa nifas au wilada, kutumia huitwa hivyo. Na hadithi inayosema hivyo juu ya katazo hili ni hadithi ya Mtume, anasema alaysa idha hadat lam tasum wa lam tusalli wa lam tasum. Je, hamfahamu kwamba mwanamama anapokuwa katika ada yake hapaswi kufunga wala kuswali? Fadhalika min nuqsani diniha, hii ni sehemu ya upungufu wa dini ya wanawake. ويجب عليها القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بالقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها anasema tulikuwa tunapatwa hali hiyo ya ada ya mwezi na kujifungua, na tulikuwa tunaamrishwa tuache kufunga kwa maana tule katika mchana wa Ramadhani, na tunaamrishwa tulipe saumu ambazo tulifunga katika Ramadhani, lakini hatukuamrishwa kulipa swala ambazo tulifungua tu katika ada ya mwezi au ada ya kujifungua. Kwa hilo pia ni katika mambo ambayo inafaisha mtu aweze kula katika mchana wa Ramadhani. Jambo la 4 na la mwisho katika mazungumzo yetu ya leo hii, nalo ni alhaml waridha, nayo ni ujauzito na nini na kunyonyesha. Falmar'atu idha kanat hamila au murdi'an, basi mwanamke anapokuwa na ujauzito au ananyonyesha, wa khafat ala nafsiha au waladiha bisababi sawmi jaza laha alfitr, akahofia kwa mwanawe aliyoko tumboni au mwanae anaomnyonyesha, au akahofia afya yake kutokana na alichokuwa tumboni au afya yake kutokana na nyonyesha, basi mwanamke huyu ameruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. Akihofia moja haya mawili, mtoto wake aliyoko tumboni au anaomnyonyesha tamgukiwa na maziwa au hatoishi vizuri tumboni, au akahofia nafsi yake kwamba ndio uzito huu na halikuwa nafunga sitoweza, au kunyonyesha huko alikuwa ninafunga sitoweza. Akahofia moja wapo katika hayo yote mawili, au akahofia yeye mwenyewe kupata madhara wakati ananyonyesha, na pia akahofia mwanawe. Yote mawili yakutana, haya mawili au moja wapo, huyu ataruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani. Na hii ni ruhusa, maana yake anaweza akafunga, hakuna shaka katika hilo, lakini kwa sharti kwamba atalipa masiku ambayo aliyafungua katika mwezi usiokuwa wa Ramadhani. Jaza laha alfitru, ataruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, lima rawahu Anas radhiyallahu anhu, na hii ni kwa mapokezi ya hadithi ya Anas radhiyallahu anhu, anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema inna Allaha wada ala almusafir shatra as-salati was-sawm, hakika Allah amemwekea msafiri kupunguza swala na kutofunga katika Ramadhani. Wa anil hubla wal murdi as-sawm, na pia akamwekea mwanamama mjamzito na mnyonyeshaji kwamba ana ruhusa ya kutofunga katika hali hizo. Wa taqdi al-hamil wal murdi, na atalipa huyu ambaye ana ujauzito au ananyonyesha makana ayami allati aftaraha, pahala ambapo alifuturu hiyo alikula. Wadhalika in khafata ala nafsayhima, na hapo wakihofia juu ya nafsi zao, huyu mnyonyeshaji na nani na mwenye mjamzito. Fa in khafatil hamilu ma'a dhalika ala janiniha, ama mjamzito akihofia kile kichanga kile tumboni, awil murdhi ala radhi'iha, au mnyonyeshaji akahofia kile anachokinyonyesha, at'amat ma'a alqada'u ala kulli yawmin miskinan liqauli ibn Abbas radhiyallahu anhuma, watalisha juu ya kila siku miskina pamoja na kulipa. Hapa kuna mazungumzo kidogo. Inasema, na hii ni kauli imechukuliwa na Imam Shafi rahimahullah, endapo mnyonyeshaji au mjamzito atahofia
mtoto anaonyonya au mtoto aliyoko tumboni, hukumu ya mjamzito huyu au mnyonyeshaji huyu atapaswa kulipa ile saumu alizofungua pamoja na fidia ya chakula 1.5 kilo kila siku aliyofungua. Akihofia nini? Mtoto aliyo tumboni au mtoto anaonyonya. Hiyo ni hukumu imetolewa na Imam Shafi'i rahimahullah, na baadhi ya masahaba wameenda kama vile sahaba huyu Anas ibn Malik anasema hivyo, Ibn Abbas radhiallahu anhu. Lakini pia akihofia nafsi yake, madhara yake mwenyewe kunyeshaji au mwenye ujauzito, hapo atalipa tu saumu, hatolipa nini? Kibaba ile 1.5. Kuna kauli hizo mbili. Lakini wanazuoni wengi baadaye wamekuja kuliangalia kwa kina jambo hili, ni kwamba wote hawa watapaswa kulipa tu. Na kauli nyingine inasema watalipa sawa amehofia nafsi yake au kuhofia mtoto anaonyonya au alio tumboni, bila vile atalipa nini? Saumu kama kawaida, wala hakuna kulipa saumu pamoja na nini na 1.5 kilo kwa siku ambayo ameifungua. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tumeyachukua siku hii ya leo. Takriban mambo 8 ambayo yanaruhusiwa au yanamfanya Muislamu aweze kula katika mchana wa Ramadhani. Jambo la kwanza ni mgonjwa, na pia nafungamana mgonjwa na jambo zima la mtu ambaye umri wake ni mkubwa, hawezi kufunga. Na wagonjwa wamegawanyika sehemu mbili. Ya kwanza ni yule ambaye anaweza ugonjwa wake unatarajia kupona, maana atalipa zile saumu baadaye. Na yule ambaye hatarajii kupona atalipa kila siku aliyofungua 1.5 kilo. La pili kuwa ni msafiri, anaruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani, lakini ni khiari, anaweza kafunga wakala. Lakini kwa sharti akifungua basi atapaswa kulipa yale masiku aliyofungua ndani ya masiku mengine yasiyokuwa ya mwezi wa Ramadhani. Ya tatu ilikuwa ni mwenye ada ya mwezi, na pia yule ambaye ana ada ya baada ya kujifungua. Huyu naye pia atafungua, atakula katika mchana wa Ramadhani na atapaswa kulipa yale masiku aliyofungua katika masiku yasiyokuwa ya Ramadhani. Na mwisho alhamlu au alhamil walmurdi' ni yule ambaye ananyonyesha na yule ambaye mjamzito, na ameruhusiwa kula katika mchana wa Ramadhani kwa sharti kwamba ataweza kulipa yale masiku aliyofungua katika masiku mengine yasiyokuwa ya Ramadhani. Wallahu a'lam.